Hujambo mtazamaji wa Mwakirunge TV pamoja na wasikilizaji wetu wa Yego FM. Karibuni katika kipindi cha The Real Talk leo tarehe 20 Juni 2021. Katika mazungumzo ya leo tuko na mjadala juu ya hali ya usafiri ya Mwakirunge. Na tunapoongea katika mambo ya usafiri, Mwakirunge mara nyingi ile tunatumia katika kufanya safari zetu ni pikipiki ama maarufu bodaboda. Na siku ya leo tunaenda kuangalia athari za ujenzi wa barabara. Hivi karibuni Mheshimiwa Mbogo, mbunge wa Kisauni, amesema kwamba barabara ya Mishomoroni hadi Ngutatu itatengenezwa katika kiwango cha lami, alafu na barabara ya kutoka Takibes sehemu ya Bamburi kuelekea Mwakirunge pia itawekwa lami. Leo tunataka kuangalia athari za ujenzi wa barabara kwa maisha ya mkazi wa Mwakirunge. Tukitazama kwamba vijana wengi wa Mwakirunge wametegemea pikipiki ama bodaboda katika kujipatia manufaa chakula cha kila siku. Ni athari gani ambazo tutakuwa nazo endapo barabara hii itatengenezwa? Na je, sisi kama wakazi wa Mwakirunge tumejitayarisha kukumbana na athari hizo? Ni mimi mtangazaji wako Joel Mlala nikupitisha katika kipindi hiki. Na leo katika studio basi niko na wageni ambao ni wanashiriki, wao wako na chama chao cha mabodaboda hapa Mwakirunge. Nitawapatia nafasi tu dakika moja wajitayarishe wao ni nani, aseme jina lake na cheo chake na sehemu anayohudumu. Tukianza na mkono wa kulia mwisho kabisa. Majina naitwa Saidi Jindo Salim. Mimi ni mwana bodaboda na mimi ndio chairman wa Mwakirunge Ward. Nafanyia kazi katika eneo la kutoka Bamburi kuja Mwakirunge. Naam, asante. Kwa majina naitwa Hamisi Kashaya. Mimi ni mkaji wa Marimani Dispensary. Mimi ndo chairman hapo wa bodaboda. Na pia mimi nilichaguliwa kama security wa ward ya Mwakirunge as a bodaboda. Asanteni sana, karibuni sana wageni katika Mwakirunge TV, The Real Talk. Mjisikie huru, unaeleza kile kitu ambacho unajua. Na hivi ndivyo tunajenga jamii yetu. Labda niulize tu mwenyekiti, nyinyi kama chama cha mabodaboda Mwakirunge, labda unaweza tuajia tu stage 2 3 ambazo nyinyi mnafanyia kazi. Ama ni stage gani ziko katika chama hiki hapa Mwakirunge? Stages ambazo ziko katika chama Mwakirunge ni kuanzia Kimbunga Kontusi, stage ya kwanza. Ya pili ni Ngutatu msikitini. Ya tatu ni Marimani Dispensary. Ya nne ni Colorado. Ya tano ni Mwakirunge Center. Ya sita ni Kona Bwagamoyo kuelekea Mwanguja. Ya sita ni kwa duka ya Hamisi Chombo pale kuelekea Voroni. Alafu na Mwanguja pale Pendeza kanisani. Hizo ndio stage zetu ambazo zinapatikana katika eneo la Mwakirunge Ward. Basi moja kwa moja katika mazungumzo ya leo, kama nilivyosema kwamba barabara moja ikatengenezwa, na ikiwa ahadi ya Mheshimiwa Mbogo kwamba barabara itatengenezwa huenda isikue, lakini tunajua siku moja hii Mwakirunge lazima barabara zitatengenezwa. Hiyo ni mwaka huu ama ni mwaka ujao, siku moja. Na sisi hapa Mwakirunge tuko hapa, hakuna vile tunahama. Mnaona ni athari gani nzuri ama sisi tutafaidika vipi katika barabara hizi? Uzuri wa barabara hii sisi kama Mwakirunge. Athari nzuri za barabara hii ni kwamba barabara hii kwa lami zitakuwa zinatembea vizuri kutoka Bamburi mpaka huko. Lakini kazi kidogo zitakuwa zinarudi chini. Tuongee tu uzuri wa barabara hii kwanza, kisha tutarudi katika zile nyingine. Sasa tuseme barabara zitakuwa ni nzuri, pikipiki zinatembea vizuri, zitakuwa hazina ubovu kwa mara na pia itakuwa ni muda mfupi sana kutoka Bamburi kuja Mwakirunge. Haitachukua muda mrefu kwa sababu barabara itakuwa iko line. Watu watakuwa wanafika kwa wakati kwenye sehemu zile ambazo wanaelekea. Labda mwenyekiti wa Marimani atuelezee tu kwamba hali ya barabara hapo, naona tulikuwa tumepapita haraka. Barabara ikoje kwa sasa? Barabara kwa sasa haiko nzuri. Hasa ukinyesha mvua
matope, pikipiki zitapata shida. Kwa hivyo hatari ya barabara ya Mwakirunge ni kama venye waelezea. Na ni sehemu gani ambayo unaona inasumbua sana katika Mwakirunge, especially wakati kukinyesha? Kwanzia, acha tuanze kutoka Bamburi pale, unakuja kufikia hapa Mikilifini. Pale ni pabaya hasa ukinyesha. Ukipita hapo Colorado hapo kuteremkia Mwakirunge hapo ni pabaya. Kwa Chimba kuelekea Mwakirunge Mpeterera pale kupanda. Hiyo sehemu ukinyesha huwa mapikipiki bodaboda wanapata tabu sana ni kupita. Kwa sababu ya utelezi, matope, vitu kama hivyo. Sawa. Pengine kama kuna athari nyingine nzuri ambayo mnaona itajiongeza katika sisi wakazi wa Mwakirunge tutafaidi kabla hatujaweza kuipita hiyo sehemu. Kuna athari nyingine nzuri ambayo barabara, kwa sababu tumelia barabara siku zote. Kwa hivyo barabara ikija lazima tutakuwa tunafurahia. Kusema kweli, athari nzuri yenye barabara ikitengenezwa, watu wengi sana watakuwa wanajivunia, maanake biashara pia zitakuwa zitajitokeza. Pia usafiri utakuwa ule wa haraka, na pia mapikipiki ama magari hayatapata damage barabarani, mara uende distance kidogo hivi imedungwa na msumari, vitu kama hivyo. Kwa hivyo ikiwa vizuri barabara ikiwa lami, athari kama hizo itakuwa zimeepukika kidogo. Na mwenyekiti, kuna la kuongezea? Kuongezea ni kwamba sehemu hii pia nayo naona ongezeko la wanabiashara litakuwa juu, kwa sababu kwa saa hii maduka ni machache, watu wanahofia barabara. Lakini wakati huo ukitengenezwa barabara, pengine hizo sehemu ambazo ziko wazi zinaweza pata wakaji wapya ambao wanaweza kubadilisha mwelekeo wa hali ya hii Mwakirunge vile ilikuwa. Na tuseme ni population inaweza ikaongezeka, kwa sababu manyumba mengi yamejaa huko town. Sasa watu watashukia huko. Hofu yao kubwa ilikuwa ni barabara, na barabara vile iko sawa, basi hao watakuwa wana haraka sana kuja kuwekeza katika sehemu hizi. Bali tunaona hata sehemu ya Vikwatani ilikuwa mwanzo tu kwamba ilikuwa mchezo hivyo, lakini barabara ilipokuja na tunaona kwamba iliweza kufungua. Na mahali ambapo kuna power na stima, kuna maji, basi unaweza kuona kwamba kuna funguka zaidi. Na kwa jumla tunaona kwamba barabara italeta manufaa mengi zaidi. Ingawa kizuri kinapokuja au mabadiliko yanapokuja, haiachi kwamba lazima kutakuwa na mambo mengine. Acha kwa muda huu tuongee kuhusu athari ambazo si nzuri barabara hii itakapofika. Tunajua kwamba barabara itakuwa carpet, damage itakuwa inapungua, biashara itaongezeka. Lakini kuna athari gani ambazo tunaona sisi tutazikumba ikifika kwamba barabara itakuwa imekuwa nzuri? Kwa hapo athari itakuwepo. Manake kwa sahihi stage ya Marimani ukibeba abiria mpaka Bamburi ni shilingi 150. Lakini iwapo barabara itafika, matatu zitakuwa za operate sehemu hizo. Na sasa hapo tayari changamoto itakuwa, manake hutabeba ile bei ya kawaida pikipiki kutoka Marimani mpaka Bamburi 100 kwa sababu ya matatu na ziko. Matatu zitakuwa zitakuja fanya hii biashara yetu, si sekta bodaboda. Maeneo haya ya Mwakirunge Road itakuwa chini. Kwa hivyo hiyo itakuwa ni hatari moja hapo ya hii sekta ya bodaboda upande huo wa Mwakirunge Road. Ni kweli. Labda tupate Bwana Said, ni hatari gani ambayo haitapendeza? Ongezea ni kwamba hatari ambayo itatokezea, vijana kwanza watakosa kazi, na hiyo inaweza changia kwa uhalifu. Kwa namna gani vijana watakosa kazi? Manake itakuwa pikipiki itakuwa haina kazi. Mtu hawezi toka Mwakirunge mpaka Bamburi na shilingi 100 ama 200. Alafu akapande gari kutoka Bamburi kwenda Posta na shilingi 100 tena. Ile hali matatu ikitoka Mwakirunge kuelekea Posta labda itakuwa ni 150.
So mtu aweza akaacha matatu akapanda bodaboda, so hiyo tayari itakuwa imeleta hatari ya kwamba kazi ya bodaboda itakuwa imeenda chini. Na unajua vijana wengi vile hawajachanuka, basi wanaweza wakajiingiza katika anga mbaya za kimaisha. Kuna athari nyingine ambayo labda mnaiona barabara hii inapokuja ni kama wakilishi wa bodaboda? Kuongezea hapo, athari iko kwa sababu barabara hii kwa lami, basi itakuwa mabodaboda ama tagari zitakuwa zitakuwa zapelekwa mbio, ajali zitafanyika, mifugo barabarani itagongwa. Kwa hivyo hiyo pia ni changamoto kubwa lenye hii barabara ikikamilika, usambazaji wa vitu kama hivyo vitafanyika. Kweli. Basi tumeweza kuona kwa jumla kwamba kuna wema wa barabara hii na ubaya wa barabara hii. Ajali zitaongezeka, mabodaboda labda huenda mabodaboda watatafuta njia mbadala, watakuwa sawa wanapiga hizi njia ndogo ndogo, labda kutoka Marimani dispensary kuelekea Gandini ama kutoka kwa Kabeu kuelekea Miteni, na barabara kama hizo. Inamaanisha sasa barabara kama hizo zitakuwa bado tena si nzuri, ambapo sasa tena huenda sisi karudi tunarudi kwamba barabara si nzuri. Lakini kwa ujumla barabara nzuri itakapokuja itakuwa na athari ambazo huenda tusipojiangalia vizuri tunajipata katika kuna mbaya. Labda tuweze kusaidiana tu ni namna gani tutaweza kukumbatia hizi changamoto, kwa sababu changamoto zitakapokuja si kwamba eti tutahama Mwakirunge twende sehemu nyingine. Lazima tuweke mikakati ambayo itatusaidia katika sisi kusurvive ama kuwa katika hii Mwakirunge. Labda mmeweza kufikiria mbele kidogo ni vitu gani tunazofanya ili kusaidia hii hali ya athari hizi mbaya za barabara? Katika kusaidia hii hali ya barabara kama itakuwa imeundwa ili kuinua vijana wetu kwa wakati huo ambapo haijaanza, ilikuwa tunaomba kama vijana wanaweza wakashikana kwa pamoja ili wakajiunda wakafanya chama ambacho kitakuwa thabiti, alafu wakawa na wanaweza kuwekeza kichache kile ambacho wanapata ili wakaanza kujitoa mmoja ili wapate mafunzo ya udereva ama hata kazi zingine za mikono, ili athari hii itakapokuwa imeingia eneo hili mtu anaweza shifti sehemu hii na akaingia sehemu hii na maisha yake yanaendelea kupanda. Ni kweli kabisa. Vijana waende katika courses, hata barabara itakapokuja labda watajiingiza katika magari sasa kama madereva. Na hiyo ni kweli kabisa. Hamisi, tunaweza jitayarisha vipi na barabara hii itakapokuja? Mimi kwa kuongezea hapo ni kama venye mwenzangu chairman hapa wa Mwakirunge wote penye alipoongea tu ni sawa tu na ilikuwa na nitakuongea. Okay. Na tunaona kwamba mmetaja maneno ya maeneo usalama barabarani. Huenda ikawa na haja kwamba sasa kwa jinsi barabara hizi zinatumika na hata wanafunzi, labda tukalete sasa mashirika ya kijamii tukaweza kuingia katika mashule na kuhamasisha watu juu ya usalama barabarani. Wanafunzi wakitaka kuvuka barabara, huenda ikawa inahusiwa katika somo, lakini naona kuna haja zaidi ya kwamba tukaweza kuelimisha hawa watoto ili wakaweze kujua wanapovuka barabara na kutembea barabara wanafaa wakuwe namna gani ili wakaweze kupunguza vifo. Nyinyi kama mabodaboda tumeshuhudia kwamba wakati tayari sasa hii barabara ni mbaya, mabodaboda wanapeleka mbio zaidi. Sijui kama nidhamu hiyo mnaionaje wakati barabara itakapokuwa nzuri? Si mnaona labda watu watapeleka mbio zaidi? Na hiyo athari yake labda ni gani? Athari yake ni kwamba maafa yatazidi, ajali zitakuwa nyingi, wengine watu wanaweza vunjwa miguu. Sasa hii ni vizuri kwanza, ile athari ambayo itakumba hii sekta ya bodaboda ni kwamba usalama utakuwa uko hali ya juu. Wale maaskari traffic ambao walikuwa hatuwaoni huku
watajaa na kazi zetu kwanza zitakuwa ndo zinazidi kuharibika. Sababu ikija mambo na kuangaliwa vibali kwamba uko na leseni ndio wewe barabarani, basi kwa kweli tutaweza kaa mabarazani tuumie, mapigipigi tuegeshe kando. Mnaombea nini? Kuna wale mabodaboda ambao wanatazama sasa na wanafuatilia, kuna jamii wanatufuatilia. Mnaweza kuambia nini juu ya swala zima la utengenezaji wa barabara, kazi za bodaboda na usafiri, kazi ambazo zinatupatia chakula cha kila siku? Neno la mwisho kabla ya kuondoka studio. Mimi kwa upande wangu naomba vijana wa bodaboda waache zile akili za utoto, wawe na ushirikiano, kila wanachoambiwa ili wapate maendeleo ya baadaye, basi wazingatie, wao ni wazingatifu, kwa sababu wengi wao ukiwaambia mambo ya maendeleo wanakuambia mimi na pikipiki tandrelo kare machero sina ndakudadende nsagale kwenye mkutano. So hiyo inavunja moyo katika hali ya kuenua vijana katika hii eneo. So ningewaomba wazingatie, wakiitwa mahali kwa muungano wa maendeleo, basi wawe katika mstari wa mbele ili waweze kupata manufaa ya maisha yao ya baadaye. Asante sana Bwana Said. Naja tupate neno la mwisho kutoka kwa Hamisi hapa. Neno langu la mwisho ni kuhusiana na watazamaji wa Makunge TV na hususan mabodaboda. Bodaboda tuwe waangalifu katika upelekaji wetu wa pikipiki. Mkisikia mahali kuna mkutano, mnahudhuria, mnasikiza chenye chaelezwa pale, na pia mzingatie, na pia watangazaji wa Makunge TV muwe na mwelekeo mzuri huo, ya kila mara kwa mara tupashana moto. Yangu ni hayo. Basi asanteni sana kwa ajili ya kufika katika kipindi hiki, kwa ajili ya kuangazia mambo ya kesho. Huenda kawa mazuri yanakuja, lakini tukaweza kujipata kona nyingine kwa ajili ya mazuri haya, na ni vizuri kwamba tukaweze kuangalia mbele na tukaweze kujitayarisha kwa ajili ya mabadiliko haya. Basi sina la ziada, nimekuwa mtangazaji wako Joel Nyango Mlala. Wakati huu tukutane wakati